Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mwenyekiti wa Chama cha CUCU, viongozi wa mkoa, mrajisi, mwenyekiti wa tume, mwenyekiti wangu wa chama wa CCM, wajua kipindi hiki wenye viti hawa wa chama wa wilaya wakitoa maagizo, hata kama niko wapi na kuja kuwasikiliza, kwa sababu tumebaki na muda mfupi wakati wa wao kukaa kwenye chumba. Wananzengo, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Igembe sawa. Igembe sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa dhati kabisa kwa kutukutanisha wote siku ya leo. Lakini la pili, kwa sababu nimejiandaa kusema sana na ili niseme kwa nafasi, mniruhusu tu niseme nimekaa ili niongee kwa uhuru vizuri, si ndio jamani eh? Nawashukuru sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwenyekiti wa chama cha CUCU, mwenyekiti wa tume ya ushirika, wanachama na wanaushirika, kama nilivyosema mwanzo, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wanachama na wanaushirika, sijateuliwa na Mheshimiwa Rais, nikiwa bungeni wakati mnachagua viongozi wa vyama vikuu vya ushirika, alipochaguliwa kiongozi wa chama cha shirika ambaye mimi nilikuwa namfahamu, tumekuwa naye ndani ya jumuiya ya umoja wa vijana, nikiwa ndani ya bunge ninachangia wizara ya kilimo, nilishangaa sana kuchagua aina ile ya kiongozi, na nikamsema ndani ya bunge kwa sababu nilikuwa namfahamu, tumekuwa naye ndani ya umoja wa vijana, hakuwahi kuwa na shamba alafu naenda kumpa uongozi wa chama. Na nilivyoteuliwa nikauliza tu nikiwa Dodoma, hivi Shireku bado yupo fulani? Nikaambiwa walimuondoa wanashireku na viongozi wa mkoa. Nikasema afadhali. Kwa nini nasema hivi? Ushirika ndio mwelekeo na ndio njia sahihi kote duniani ambako wameweza kuwasaidia watu wenye uchumi mdogo ili waweze kuwa na power kwenye negotiation, kwenye majadiliano. Kwa hiyo mnapojenga ushirika dhaifu kwa kuchagua viongozi dhaifu, matokeo yake wanaoenda kuumia ni wakulima mmoja mmoja. Na hili limekuwa tatizo la muda mrefu kwenye vyama vyetu vya ushirika. Watu wanachaguana tu, anakuwa kwenye AMCOS kule kijijini kwa wananzengo, kuna mwananzengo mjanja. Yule mjanja anasema sana kwenye mikutano, ndio tunampa uongozi wa chama cha msingi. Unaweza kukuta hana hata shamba, lakini kwa sababu si ndio mjanja kijijini. Lakini bahati mbaya sana, wakulima wengi hawaendi kushiriki kwenye chaguzi za kuchagua viongozi wao, na hili ni tatizo. Na mimi ningetumia nafasi hii kuwaomba wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya kote Tanzania wapitie vyama vikuu vya ushirika, wapitie vyama vya msingi. Kwa lazima tumpate mkulima ambaye analima, atajua shida za wakulima wenzie, hatowaibia hela zao zitakapokuja kwenye AMCOS. Safari hii watu wamekula hela za wakulima wa pamba. Kweli sio kweli? So wamekula. Na unakuta ni kiongozi wa AMCOS, si ndio? Amepokea hela, amekula kona. Angekuwa kweli ni mkulima mzuri pale kijijini,
na wakati anachaguliwa ana sifa nzuri kijijini. Wananzengo sisi Wananzengo tunajuana. Hivi unaweza ukampa mtemi wa usungusungu mwizi? Kwa nini kwenye usungusungu tunachagua watemi wazuri, lakini tukienda kwenye amkosi kule kijijini tunachagua wezi? Kwa mimi nitumie nafasi hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na bahati nzuri nimeona hapo unao timu yako ya ulinzi na usalama. Pitieni vyama vyote vya msingi, vyama vyote mlete maoni yenu. Yupo mrajisi hapa na mwenyekiti wa tume, tumekubaliana. Na bahati nzuri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Rais aliponiteua, waziri wangu moja ya jukumu alionikabidhi ni ushirika. Kwa hiyo ukizungumzia waziri wa ushirika anaitwa Hussein Bashe. Na mimi nimeahidi nitashughulika na wezi wote walioko kwenye ushirika, bila shaka, kwa sababu hatuwezi kuruhusu ushirika wa nchi hii kuendelea kuwa ni chaka la wizi. Sasa mimi nataka niwaambie wakulima wa Tanzania, ushirika safari hii sio ushirika kuwa chaka la wizi, sio chaka la wizi. Na tunapitia upya, Mungu akijalia bunge lijalo, sheria ya ushirika itaingia bungeni. Tumeipitia upya sheria kupitia mapungufu yote yaliyopo, ili tuweze kuifanya sekta hii ya ushirika kuwa ndio gari sahihi la kubadilisha maisha ya wakulima. Nami ningetumia mkutano huu kumwagiza mwenyekiti wa tume ya ushirika na mrajisi Kaku, mfano naitolea mfano Kaku au Igembe Nsabo ya kule kwetu Nzega na Tabora. Sasa hivi Kaku hapa tuko kwenye majengo ya Kaku, si ndio jamani? Yamejengwa na wakulima wa nani? Wa Kaku. Lakini waliamua watu wa tumbaku, baada ya kuona wenzao wa pamba wana shida, wachange fedha zao kutokana na zao lao la tumbaku ili kujenga hii jineri, si ndio? Na mimi nawahakikishia jineri hii Mungu akitujalia mwaka kesho itafanya kazi. Shawaagiza TADB, wameshafanya survey na business plan imeshafanyika na taratibu zote zinaendelea, ili wakulima wa pamba mwaka kesho, wanachama wa chama cha Kaku, pamba yao muiuze kwenye jineri yenu. Sisi tumeelewana jamani? Ili muuze marobota, ili muuze manini? Na wala sio pamba tu, na wala sio nini? Muuze manini? Marobota, muuze mafuta, muuze mashudu, muuze husky kama anavyofanya Ndegesela. Jamani, si mnalima wenyewe? Si mmejenga hii jineri? Lakini sasa hivi mnakodisha. Na mlikuwa mna deni la shilingi ngapi? Milioni 500. Na deni lilokuwepo lilikuwa TIB, Tanzania Investment Bank, ndio deni lenu lilikuwa huko. Sasa hivi limechukuliwa na TADB. Na naamini haki imeshaenda TADB, ili TADB waweze kuweka fedha hapa na tuweze kuendesha kama mfano. Na sisi tumedhamiria, mwenyekiti wa tume anafahamu na mrajisi anafahamu, zipo jineri ambazo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwaka kesho tunataka zianze kufanya kazi kuchakata pamba. Na hili linawezekana. Hebu niwaulizeni swali. Kampuni ya Vodacom, kampuni ya nini? Wale mashareholder wenye kampuni ya Vodacom, kwani ndio wanaendesha Vodacom? So wameweka management, si ndio? Ndio model tutakayotumia. Jineri hizi zikipata fedha kutoka kwenye taasisi za benki, zitaendeshwa na wataalamu, zitaendeshwa na nyinyi, mtakuwa mashareholder, yani nyinyi ndio wenye mali. Kwa hiyo kila quota board itakutana, kila nusu mwaka, kila mwaka mnakutana hapa, annual general meeting ya shareholders, wanachama wa Kaku mnakaa hapa, mnasomewa mahesabu yenu, msiporidhika mnafukuza viongozi kama ambavyo makampuni binafsi yanafukuza. Hiyo ndio itakuwa modo, sio tu kwa sababu Cherehani mwenyekiti sasa yeye ndio akawe mtendaji wa jineri. Sasa kwa hiyo kama nile
Yeye anajua kulima, si ndio? Yeye anajua kuendesha makampuni. Hapana. Kwa hiyo ndio modo, na tumeshawaambia watu wa ushirika wameshaanza kupitia hizi gineries. Kuna ginnery iko hapo Masumbwe, ni aibu tu ile ginnery imekwama. Imelala ile ginnery pale, inahitaji hela ndogo tu. Tuna ginnery ya Chato ambayo ilichukuliwa na mtu binafsi. Ginnery ile ina uwezo wa kuchakata kilo milioni 22 kwa mwaka. Lakini kwa kuwa tunaikodisha, aliyoko pale anachakata kilo milioni 1. Hatuna ugomvi. Na nilipita hapa nikamwambia Ndegesela aanze kuwaza kujenga kiwanda cha spini, ili maroboti yatakayozalishwa na Kaku na Masumbwe na mengine yeye awe anayanunua, anatengeneza nyuzi na nguo. Sijui tumeelewana? Huu ndio mwelekeo ambao tunataka kujenga kama taifa, na hili linawezekana tukiwa sote tuna dhamira njema. Jambo la pili ambalo nataka niseme, na mimi nataka nimwambie mwenyekiti wa tume hapa na mrajisi yuko hapa, tumekitumia chama chenu cha Kaku kwa ajili ya kusaidia sekta ya pamba mwaka huu, kwamba Kaku atakopa kwa niaba ya wakulima wa pamba. Tumegawa mbegu za pamba bure, si ndio jamani? Na wakulima mmepewa. Huko kuna watu wanaolima na pamba? Simple. Mbegu si mmepata? Tumesema kwamba wakulima wapewe mbegu kwa mkopo. Sawa jamani? Mtaletewa madawa kwa mkopo. Mtaletewa madawa kwa mkopo, halafu mwisho tutakapovuna na kuanza kuuza ndio zile gharama zitakatwa. Sijui tumeelewana? Ninamuomba kila mkulima, na mwenyekiti wa tume ya ushirika yuko hapa, nimeagiza bodi ya pamba, tunapoenda vijijini kugawa viuatilifu kuwe na kopi ngapi? 3. Mwananzengo akichukua pale kama ni chupa 2 zinaandika Mwanamba te chupa 2 na nini na nini, anasaini, anaondoka na kopi yake. Anaenda nayo wapi? Sijui tumeelewana? Inajulikana amekopa mbegu kiasi gani, inajulikana amekopa dawa kiasi gani. Sawa jamani? Halafu kopi moja inabaki kwa afisa ushirika wa wilaya. Sijui tumeelewana? Kopi nyingine inabaki kwa mtendaji wa kata. Haya mambo ya mkulima alipewa mbegu kwa shilingi 600, halafu wakati wa kuja kumkata anaambiwa, unajua wewe, kakiongozi kamekaa pale kwenye AMCOS kajanja kakijijini, kanamwambia unajua zile mbegu zile ni shilingi 2000 kwa kilo. Lakini wakati wa kulima aliambiwa shilingi 600. Sijui tumeelewana jamani? Kwa hiyo tunataka kuondoa watu wanaowaibia wakulima. Na wizi kwenye sekta ya kilimo upo, ni mkubwa sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna wizi mkubwa sana katika sekta ya kilimo ambayo siku ya mwisho anaenda kuumia ni mkulima. Kule kusini kwenye korosho mwaka huu tumesema kwamba mnada ukifanyika siku ya kwanza, chama kikuu cha ushirika kinatakiwa kiwe kimepokea fedha ndani ya siku 4. Kutoka kwenye chama kikuu cha ushirika kwenda kwenye chama cha msingi ndani ya siku ngapi? 3. Zinakuwa ngapi hizo? 8. 1 ya mnada, 4 za kwenda kwenye chama kikuu cha ushirika, 3 za nini? Za kwenda kwenye chama cha msingi kwenye AMCOS. Tukaweka kwamba ndani ya siku 10 mkulima wao amepata fedha. Yapo maeneo wajanja katikati wanachelewesha hilo, na mrajisi hili lazima mlisimamie, na yoyote atakayehusika, maafisa ushirika wa mikoa, warajisi wa mikoa, maafisa ushirika wa wilaya, wasiposimamia hili wawajibishwe.
Kwa nini kuna Kangomba? Nataka niwaambie kwa nini kulikuwa kuna Kangomba. Kangomba ilikuwa inafanyika hivi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Wewe ni mnunuzi, umekuja kwenye mnada, umebid, umenunua korosho, na safari hii Kangomba imekuja kwenye pamba. Ndio wamefanya hivyo hivyo. Zile fedha badala ya kwenda kulipa wakulima, zinachukuliwa tena zinaenda kununua nini? Korosho. Ndicho walichokifanya na kwenye pamba safari hii. Kampuni imelipa fedha, badala ya kumlipa mkulima kwenye AMCOS, wanachukua zile fedha wanaenda kununua pamba, alafu wanazileta tena kwenye godown la AMCOS. Alafu Mwananzengo anaambiwa, "Hii baba jitale kwiza." Mmenielewa? Lakini sasa tumeamua nini kwenye pamba? Msimu ujao, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wakuu wa mikoa wote na wakuu wa wilaya ambao zao la pamba linalimwa, na mrajisi yuko hapa, mwenyekiti wa tume ya ushirika yuko hapa, vyama vyote vya AMCOS viwe vina akaunti benki, wakulima wote wawe na akaunti benki. Hakuna mkulima wa pamba mwaka kesho atalipwa fedha kwa keshi, na tumekubaliana na mabenki wako hapa, CRDB mpo, Azania mpo, NMB mpo, kwamba mnaenda kufungua akaunti za wakulima bure. Ndio makubaliano yetu, na naomba msimame kama haya makubaliano yamebadilika, mseme NMB, kwa NMB, CRDB yupo, Azania, si ndio makubaliano yetu haya? Na tumekubaliana hivi, mnaenda kuwapiga picha, mnawapa na kadi zao kule kule vijijini, halafu akaunti zao ziwe connected na simu zao. La pili, hela za AMCOS zinazoingia kwenye akaunti za AMCOS sio hela za kwenda kugawana viongozi, sio hela za kwenda kugawana nini, posho walipwe. Zinazobaki zibaki katika akaunti ili tuone namna gani tunaanza kujenga maghala ya AMCOS. Mwaka huu tu kwenye pamba, AMCOS zote zikilipwa zitakuwa zimejikusanyia karibu, sio chini ya bilioni 12 mpaka 14. Sasa hizi fedha wamegawana viongozi wa AMCOS. Na nitumie nafasi hii kwanza niashukuru makampuni ya pamba sana, na niendelee kuwaahidi viongozi makampuni yanayonunua pamba, makubaliano tuliyofanya na wao kama serikali, sisi serikali tutahakikisha tunayasimamia. Nitumie nafasi hii, wameshalipa fedha za wakulima sehemu kubwa, waanze kulipa fedha za AMCOS ambazo ni ushuru wa AMCOS, waanze kulipa. Na nimtake mrajisi awasiliane na mkurugenzi wa bodi ya pamba, waanze utaratibu wa kutambua kila kampuni inatakiwa ilipe shilingi ngapi katika AMCOS, na fedha hizo ziende kwenye akaunti za AMCOS, ziwahusishe wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuthibitisha kwamba fedha hizo zimeingia, ili fedha hizo zirudi kwenda kufidia zile gharama za kushindilia mapamba na kusafirisha pamba, ili wakulima wanaodai hela zao ndogo ndogo waweze kuzipata. Lazima tuijenge sekta ya kilimo, kwa sababu nataka tu niwaambie ukweli, na hii ni challenge kwa banks na kwetu serikali. Fedha ya kilimo inayozunguka nje ya mfumo rasmi wa kibenki ni nyingi mno. Sasa tunataka tuanze pamba, korosho tumeperfect, wakulima wote wa korosho wanalipwa kwenye benki, wakulima wote wa tumbaku wanalipwa kwenye nini? Sasa tunahamia pamba. Mwaka kesho wakulima wote wa pamba watalipwa kwenye benki. Na mimi nitumie nafasi hii kuambia wanasiasa wenzangu, tusije kuvuruga mfumo. Kilimo ni biashara, na ni biashara ambayo inatakiwa iheshimu misingi ya kibiashara. Na biashara ina misingi yake. Mwaka huu pamba imepata shida, pamoja na mtikisiko wa bei ya dunia,
lakini ni kwa sababu tuliamua kuhama katika misingi ya kuheshimu biashara, ndio maana pamba imepata shida. Lakini kama nchi, nini tumejiwekea malengo? Tumejiwekea malengo makuu ya kuhakikisha kwamba pamba tunafika tani milioni 1. Haya ndio malengo yetu, na ili tufikie huko ni lazima tuheshimu mambo ya msingi. Moja, uwazi kwenye gharama za uzalishaji, na sehemu moja ambayo wakulima hulipa gharama kubwa bila kujua thamani halisi ya kile kilichoingia ni kwenye pembejeo. Mwaka huu tumesema kwamba wapewe mbolea kwa mkopo mbegu, wapewe kwa mkopo viuatilifu. Tutakata fedha mwisho wa msimu kwa wakulima, na tumekubaliana kwenye mkutano wa wadau kwamba tutakata shilingi 150, ambayo shilingi 20, nataka nikwambie Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakulima wa pamba wanahitaji mbegu ambayo ni delinted, iliyoondolewa manyoya na iliyowekewa dawa. Sasa ile mbegu ili tuipate, tunamtegemea mtu huyu anaitwa Kilton. Yaani nchi inamtegemea mtu huyu moja. Kwenye kikao Mwanza tumekubaliana kwamba tunatenga shilingi 20 katika kilo. Tukizalisha kilo tani 400,000 mwaka kesho, tutakuwa na shilingi bilioni 8. Hizi bilioni 8 tunajenga kiwanda cha kudelinti, kujini na oil mill pale Igunga, ili mbegu yote itakuwa delinted pale. Sasa hivi mbegu delinted mkulima anainunua karibu shilingi 1700 kwa kilo, ni ghali mno. Sasa kile kiwanda ni mali ya nani? Ni mali ya wakulima wa pamba. Sijui tumeelewana jamani? Lakini kitasimamiwa na serikali kupitia shirika la mbegu la serikali ambalo ni ASA. Lakini haitoendeshwa na usemi eti na viongozi itaendeshwa kitaalam, kibiashara. Mimi huwa nawauliza wenzangu swali. Kwa nini jineri zote ambazo zilikuwa chini ya ushirika zimekufa, lakini jineri zote zinazoendeshwa na private sector zimesurvive? Ni discipline tu, ni swala la usimamizi, na hii tutafanya. Mwaka huu mabenki yamekopesha sekta ndogo ya pamba karibu bilioni 300. Na mmeona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwaka huu taarifa ya BOT ya mwezi wa 10 inaonyesha ukopeshaji katika sekta ya kilimo umeongezeka. Na mimi nawashukuru sana CRDB, nawashukuru sana NMB, nawashukuru sana Azania. Yaani mpeleke salamu za shukrani kutoka serikalini. Mme take risk. Just ni phone call tu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ilikuwa ni simu, jamani mpeni hela ndege sela. Wale Azania wamepampu zaidi ya bilioni 18 kwa siku 2. Lakini wamefanikiwa kwa sababu gani? Kwa sababu ndogo tu. Tulisema msilipe kwa keshi, pelekeni moja kwa moja benki. Wakuu wa wilaya saa hizi ndio wanazunguka na hela kugawa kule kwa wananzengo vijijini. Mwaka kesho hiyo haitokuwepo, tutalipa kwa njia ya benki. Na kila mkulima anayelima pamba ajue anatakiwa awe na akaunti ya benki, na mimi nitagombana sana na banks tutakapofika wakati wa mavuno wakulima hawana akaunti. Tutagombana sana. Kwa sababu ni jambo ambalo tumekubaliana toka mwezi wa 10. Na mimi kipindi cha kupima utekelezaji wa jambo hili kufanywa na mabenki utakuwa kati ya April na Mei. Kwa hiyo nasisitiza mfumo huu hautobadilika. Lakini kama hatutojenga kupitia serikali kiwanda cha delinti, tutawahamasisha hawa Watanzania wenzetu kuweka delinting facility pale Igunga.
kwa sababu inawezekana kabisa. Yaani ni jambo la kusikitisha, ulime wewe mwenyewe, uvune wewe, uhangaike kusafiri nayo, alafu wakati wa kupanda mbegu mwaka kesho unakuwa mtumwa. Inaingia akilini jamani? Haiwezekani. Kwa hiyo lazima tubadilishe haya mambo. Sekta ya kilimo imeenda kwa maoni yangu, tumeenda kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Sasa tumeamua kuitumia kapu. Inakopa kwa niaba ya sekta ya pamba kwa ajili ya kuhakikisha tunapata viuatilifu na viuadudu kwa ajili ya zao la pamba. Na mimi nataka nitumie nafasi hii, mrajisi muangalie sheria, muangalie utaratibu. Najua mna utaratibu wa kufanya uchaguzi, si ndio jamani, wa kubadilisha viongozi wa vyama hivi vikuu. Ni hatari sana kufanya mabadiliko ya viongozi wakati viongozi hao wanaondoka wanakiachia chama deni ambalo wao ndio walishiriki kulitengeneza. Mnanielewa? Lakini mtashangaa sana leo mnamwambia cherehani amemaliza muda wake. Sawa, ni sheria. Mimi naaminiki vitabu viwili tu havibadiliki duniani, Biblia na msahafu. Basi hizi sheria zingine zote ni za binadamu, na sisi kama serikali tuna sheria mpya ya ushirika inakuja mwezi ujao. Kwa hiyo mrajisi, mwenyekiti wa tume, tafuteni taratibu za kufanya. Mtashangaa hii bodi ndio imesaini na wewe mrajisi umesaini, ndio vikaratasi umewapa ukomo na nini na nini, si ndio mzazi? Sasa hao waliokopa kwa ajili ya kaku wasimamie mkopo uje, wasimamie utekelezaji wa kusambaza pembejeo, wasimamie collection, tulipe deni ili wakiondoka wakiache chama hakina deni la pamba. Jambo jingine ambalo nataka niseme hapa, sekta ya tumbaku mwaka huu imekopa dola milioni 22 kwa ajili ya mbolea. Naomba muandike, mpige hesabu. Na mimi ndio ugomvi wangu na banks. NMB yuko hapa, CRDB yuko hapa. Ndipo mlikokopa huko. Na Azania huko hapa. Dola milioni 22. Riba ni 7.5 mpaka 8%. Jamani, hii rate of interest is very unfair. Mimi nasema tu ukweli. Na ni kwa sababu inawezekana wamekuwa dhaifu kwenye negotiation. Leo akija Bahresa anataka dola milioni 22, mtampa kwa 4%. Ndio ukweli. Kwa hiyo mkiongea na Sekela, huu ndio ujumbe wa Hussein. Ukiongea na dada wa NMB, huu ndio ujumbe wa Hussein. Ukiongea na MD wa Azania, huu ndio ujumbe wa Hussein. 7.5 to 8% interest is very high. Sekta italipa riba ya dola milioni 1.6. Au labda tuipige hesabu kwa shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo nini ninachotaka niseme hapa? Tena bahati nzuri vyama vyote vya ushirika, vyama vikuu vya ushirika mko hapa. Mwenyekiti wa tume huko, mrajisi upo. Ninawaomba mwaka kesho, sisi kama Wizara ya Kilimo tumeandaa mpango wa 2020 mpaka 2025. Zao la tumbaku tuzalishe tani 150,000, kilo milioni 150. Hili ndio lengo letu. Na nataka niwaambieni wakulima wa tumbaku, Rais Magufuli na serikali yake hawana mpango wala hatuna mpango, na haya ndio maelekezo ya rais, kuua zao la tumbaku. Ipo moja, na mimi nataka niiseme hii wazi, na nyinyi waandishi hata mkiichukua haina shida. Haiwezekani eti huko duniani na watu wanapromoti kwamba tumbaku inaleta madhara kwa binadamu, lakini huwasikii wakisema tufunge TBL wala Serengeti Breweries. Kila
duniani kina madhara. Hata ukila wali sana una madhara. Sijui tumeelewana jamani? Mimi ndio muumini wa hicho. Hatuwezi kuua zao la tumbaku. Zao la tumbaku tunalima mikoa mingapi? 11. Lina wakulima wangapi? Wakulima 1059. Yani kaya 1059 karibu zinajishughulisha na zao la tumbaku. Halafu tuwapeleke wapi? Tukaongeze madereva wa bodaboda mjini? Ama tukawafanye wote wakabaji? Sisi kama serikali, msimamo wetu uko very clear. Endeleeni kulima. Na ndio maana safari hii tulipoambiwa kuna makenikia, na mimi nawashukuru sana Alliance, nawashukuru sana JTI Premium na Magefa Petrobena naye kanunua tumbaku safari hii. Wote nawashukuru. Na ndio maana niliwaambia hawa mabwana wa ushirika, walinifuata wakasema, bwana unajua kaja mtu alikuwa ni Magefa yule wa kwanza kaja ni Magefa wa kwanza kupeleka Zambia na Grande. Wanataka kusafirisha tani 20 kupeleka Zambia. Lakini sheria hairuhusu kusafirisha tumbaku ya kijani mbichi. Nikawaambia sheria sio Biblia wala msaafu. Sasa hiyo tumbaku ikikaa nyumbani tutaikaanga iwe chapati. Leteni mimi nitasaini, pelekeni waziri, tukaruhusu kupeleka. Kwa sababu tumbaku isingenunuliwa, kuandikwa maisha yake angekuwa magumu sana. Tukasema kwamba sheria yetu ni kweli hairuhusu kusafirisha tumbaku mbichi, lakini sheria hii sio msaafu. Wazambia wanataka, Wanyarwanda wanataka, Wakenya wanataka, waleteni wanunue tumbaku ya wakulima. Na mwaka kesho hata akija kutoka sio tu Finland, Jahannam anataka tumbaku, tutamuuzia. Kwa sababu hatuwezi kumwadhibu mkulima kwa sababu kazalisha sana. Kwa sababu kafanya nini? Hatuwezi kumwadhibu. Yeye Alliance ikakufuata akakwambia tusaini makubaliano ya kilo labda 500 kwa eka. Mfano, wewe umepanda mbegu ile ile, mbolea ile ile, aliyekusimamia ni yeye na wataalamu wake na ushirika wako, ukazalisha kwa eka moja kilo 1000. Zile 500 za ziada sasa zinageuka kuwa adhabu na mateso. Nikawaambia ndugu zangu wa Alliance na wenzake, nendeni mkanunue. Wakasema Hussein, kuna shida hizi na hizi. Matatizo yao tutaendelea kuyashughulikia, na mimi nawaahidi kwamba kwenye matatizo yanayohusu sekta zinazoingiliana na kilimo, mimi nitakuwa mpiga debe wenu. Kwa sababu inawezekana leo sheria inasema A, lakini hiyo A tukiisimamia inaenda kuua maisha ya watu zaidi ya 20,000, 30,000. Hiyo A haina maana. Dunia inabadilika, mazingira yanabadilika, sheria zetu lazima zibadilike. Na nyinyi wakulima hasa wa ukanda huu wa Usukumani na wapi, nataka niwashauri. Unaweza ukamkuta mtu yuko kwenye tatizo na anapingu, na anambia mwanangu atekine, anakwambia hii baba ndio shida. Safari mmepiga kelele sana, msiache kupiga kelele mnapoona mna matatizo yanayowagusa. Semeni. Kwa nini nachotaka niwashauri wakulima wa tumbaku? Mwaka huu mmeenda kukopa zaidi ya dola milioni 22 kwa ajili ya kununua pembejeo. Mrajisi yuko hapa na tuna ushirika na viongozi wote. Mwaka kesho kila mkulima wa tumbaku atenge fedha angalau kwa kilo hii
moja kati ya shilingi 200 mpaka 400. Tukitenga shilingi 400 kwa kilo, mtakuwa mna hela zenu bilioni 28, tukichukulia uzalishaji mliouza safarini. Milioni 28 mkiziweka kwenye akaunti moja in advance, labda Tanzania Agricultural Development Bank, mkiziweka ama hizi benki, mkiwa na hizo hela, nataka niwahakikishie hizi benki zote zitakuwa zinakuja kugonga milango yenu asubuhi, mchana na jioni kama dozi ya malaria. Mkiziweka hizo fedha, mnazo hela zenu milioni 28. Benki hizi zitakuja kufanya matching. Mtaweza kunegotiate interest, mtaweza kunegotiate terms zote zilizoko kwenye makubaliano. Lakini benki ya kilimo ipo kwa ajili ya kilimo. Mkichukua mwaka kesho, na Stani mwaka kesho malengo yetu kufika 80, haina shida. Stani si yupo, analipwa na serikali huyu kwa ajili ya kusaidia kutafuta soko. Na mimi nalipwa na nimeteuliwa na Magufuli kwa ajili ya kuwatatulia matatizo yenu. Kwamba assume mwaka kesho tufike kilo milioni 80. Ama mwaka huu tumefika 70 ngapi? 73 mpaka 75. Mmenielewa? Lakini kilo milioni 70 ngapi? 75 ambazo tunauza. Na BAT tuko naye kwenye maongezi. Akifata makubaliano tuliyokubaliana kwenye kikao, ataingia na yeye kununua. Lakini hatutomruhusu kutokufata yale tuliyokubaliana kwenye kikao. Stani, haya ndio tumekubaliana. Lazima yale tuliyokubaliana ndio ayafuate. Tukifika kilo milioni 80 mwaka kesho, mkatenga shilingi 400 kwa kilo, mna bilioni 32. Zaidi ya 50-60 ya mahitaji yenu ya pembejeo. Mna uwezo wa kujinunulia nini? Pembejeo. Na mna uwezo wa kuongea na TADB ikamatch kile mlichoweka, ili mnunue cash pembejeo zenu wenyewe, kusiwe na madeni. Kwa hiyo mimi nawashauri kwamba mwaka kesho mtengeneze utaratibu wa kuhakikisha mnatenga fedha. Na mimi niwapongeze kafu, mwaka huu mmetenga shilingi 200 kwa kilo, si ndio? Na mmepata zaidi ya bilioni 1 na mahitaji chotko. Kwa hiyo hili ni jambo linalowezekana, wakulima, ili tuondokane na hii mizigo ya riba. Kwa sababu mizigo ya riba inapoongezeka, gharama za uzalishaji zinafanyaje? Zikiongezeka gharama za uzalishaji, bei ikitikisika duniani, tunaingia kwenye shida. Kwa hiyo sisi kama wizara, malengo yetu tumbaku ndani ya miaka 5 tufike tani 150, 150,000. Tumeamua kama nchi, sisi chai tunazalisha tani 37,000 kwa mwaka. Tumejiwekea roadmap na mpango ambao mimi nitaukabidhi kwa waziri wangu mwezi wa Januari, wa kutoa zao la chai kwa kipindi cha miaka 10 kutoka tani 37,000 tufike tani 100,000. Tunao mpango wa kuongeza uzalishaji wa pamba kutoka tani 350,000 kwenda tani 1,000,000. Tunao mpango wa kuhakikisha korosho tunafika tani 1,000,000. Sekta ya kilimo ikituingizia zaidi ya dola bilioni 2-3 kwa mwaka, tutakuwa tumefika mbali sana na matokeo yake kwenye uchumi yataonekana. Na haya ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais kaweka wazi dira yake kufungamanisha kilimo na viwanda.
Sisi kama Tanzania ni nchi ya wakulima, si ndio jamani? Viwanda vyetu ni viwanda vya kilimo. Sasa kama wizara, sasa hivi tunamalizia kutunga sheria ya kilimo. Sheria ya nini? Na katika sheria hii mpya ya kilimo tunapunguza idadi ya taasisi na kuziunganisha. Tutakuwa na mamlaka hii moja ya mazao ya mkakati. Tutakuwa na mamlaka hii moja ya mazao ya horticulture. Tuna changamoto kubwa katika sekta ya kilimo ya maghala, kubwa sana. Na mimi nataka niwaombe kaku, mmekuwa mfano bora sana kwenye swala la usimamizi wa tumbaku. Na mimi mrajisi nikuombe, hivi vyama vya namna hii, huku Kahama wanalima mpunga. Wakulima wa mpunga hawafaidiki na mpunga wao sana kwa sababu hawako kwenye ushirika. Angalieni utaratibu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wa aidha kuanzisha ushirika utakaohusisha mazao ya mpunga na mahindi, ama kutumia vyama hivi ambavyo vipo, ambavyo tayari vina uzoefu, viwa include wakulima wa mazao ya mpunga na mahindi, ili wakulima hawa waanze kuuza mazao yao kwenye stakabadhi wapi? Ghalani. Itakuwa rahisi mno. Kwa nini mkulima wa mpunga akivuna tu anauza gunia shilingi 40,000? Kwa nini? Kwa sababu anakuwa na shida, si ndio jamani? Lakini angekuwa kwenye ushirika na wana magodauni yao, maana yake mpunga wao wote ungeenda kwenye nini? Halafu ushirika ukakopa benki, si ndio jamani? Mkulima akapewa fedha, halafu siku ya mwisho akauza wakati bei imepanda. Mwaka huu wakati wa kuvuna mpunga tuliuza bei gani? 35,000, si ndio? Leo gunia ni bei gani la mpunga? 80,000 mpaka 100,000. Sawa? Na mimi wala sitaki, katika kitu sitaki kusikia ni wale wanaosema sijui bei ya mazao imepanda. Yaani huwa na washangaa sana. Bei ya bia ikipanda husikia hata siku moja mtu anapiga kelele. Wanaenda baa. Ila mpunga ukipanda wanalalamika kila sehemu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume, hakikisha wakulima wote wa mahindi, wakulima wote wa mpunga wanaingia kwenye ushirika. Mimi nashauri tume ya ushirika na mrajisi mwanze roadshow. Wakulima hawa wanapata shida sana kupata mbolea. Ndio maana leo wakulima wetu wa huku wa mpunga hawatumii mbolea, kwa sababu ni vigumu jamani. Mimi na kaheka moja kwenda kununua mfuko, kwanza hakuna mtu atanikopesha, wanasumbuka sana. Lakini ushirika unaweza ukakopa mbolea kwa ajili ya wakulima wake wote wakapata mbolea, na tukianza kulima kwa mbolea mpunga vizuri, uzalishaji utaongezeka. Kwa hiyo nawashauri, hakikisheni wakulima wote wa mazao ya mpunga na mahindi wanaingia kwenye ushirika, na huu utaratibu uanze. Ni kazi yetu ya tume, na sisi tumepewa, na huu ni utekelezaji wa ilani ya bwana mkubwa aliyekaa hapa. Tumesema tutahakikisha wakulima wadogo wadogo tunawaweka katika umoja na kuwaweka katika ushirika, na kuujenga ushirika kuwa ndio msingi mkuu wa sekta ya kilimo. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mwaka kesho, nataka niwaambie wananzengo wa tumbaku, hatutoagiza cotton twine, hatutoagiza Hessian cloth. Sawa jamani? Ni marufuku kuagiza. Tutatoa wapi? Waliochukua viwanda vya magunia, nimeshawaambia kwamba kama wana matatizo ya kuzalisha, sasa hivi tuanze kujadiliana, ili msimu unapofika wa wakulima kuvuna, tunazalisha wenyewe ndani. Hebu niwaulize hapa swali, hizi Hessian cloth si sawa sawa na magunia tu?
Kuna tofauti ndogo sana kwa sababu ya matundu, si ndio? Lakini sisi kama nchi tunazalisha mkonge zaidi ya tani 30,000 kwa mwaka. Tuna viwanda vya magunia vimekufa, sawa? Na unaweza kukuta wale ndio ambao wanaagiza kutoka nje kwa hoja tu kwamba gunia la Tanzania ni ghali. Sasa ule msamaha tunaokupa wakati wa kuagiza, tukupe uzalishe ndani, ili mkonge wetu uweze kupata nini? Soko. Ndio mwelekeo msimu ujao. Hatutoagiza gunia la korosho, hatutoagiza cotton twine, kwa sababu tunazalisha pamba ndani ya nchi. Kwa hiyo zile nyuzi zinazotakiwa za cotton twine kwa ajili ya kufungia tumbaku zizalishwe ndani ya nchi. Na Stani mshirikiane na Mtunga, mkurugenzi wa bodi ya pamba, mshirikiane na mkurugenzi wa bodi ya korosho kuhakikisha haya yanatekelezeka mwaka kesho, kwa sababu inawezekana. Hii ndiyo dhamira ya Rais Magufuli, kufungamanisha kilimo na nini? Na viwanda. Na huu ndio mwelekeo. Kunaweza kukawa na changamoto, tutakabiliana nazo. Ndio maana Mungu katuumba binadamu, hakutufanya ng'ombe. Si ndio ukweli? Kwamba Mungu katuumba kama binadamu kwa sababu tuna akili, ili zile changamoto tuweze kufanya nini? Kukabiliana nazo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mambo ya msingi ambayo nataka niseme hapa kabisa, kama wizara, Mungu akijalia, bunge lijalo tutakuwa tuna sheria ngapi? Mungu akijalia. Lakini moja ni ya ushirika, ya pili ni sheria ya kilimo. Kwa sababu kuandikwa anajenga barabara za lami, tafsiri yake tuzalishe, tutumie barabara hizo kusafirisha nini? Mazao, na sisi wenyewe tuweze kusafiri. Lakini ili sisi tusafiri lazima tuwe na hela, na hela zetu tunazitoa shambani. La pili, mrajisi yuko hapa na mwenyekiti wa tume na wakuu wote wa mikoa na wakuu wa wilaya, kuhakikisha tunafanya audit ya vyama vya msingi vya wakulima, kuangalia viongozi walioko pale wana sifa, na mrajisi aweze kufanya kazi yake. Maafisa ushirika na warajisi wa mikoa wasikumbatie uovu katika vyama vya msingi na vyama vikuu vya ushirika. La tatu, hatutolipana kwa keshi kwenye pamba mwaka kesho. Pamba zote zitalipwa kwa njia ya akaunti za benki, na kila mkulima atakuwa na akaunti benki. La nne, mwelekeo wetu sisi kama wizara na serikali ni kuhakikisha kuifanya sekta ya kilimo ni sekta ya biashara kama biashara nyingine yoyote. Wewe ukivuna mpunga wako Kagongwa, kama una mteja Kigali, kauze. Hatutokufungia mipaka sisi. Umevuna tumbaku yako, kaja mtu kutoka Kigali anataka tumbaku yako, tutakusaidia uuze, tupate pesa. Sisi jukumu letu kama serikali ni kukutengenezea mazingira, kuhakikisha tunawekeza, tunasaidiana na sekta ya benki kuhakikisha maghala yanajengwa. Na mimi niwaombe wakurugenzi wa taasisi za fedha, msisubiri kukopesha tu hela ya mbegu au ya pembejeo. Saidieni kwenye kujenga sekta, ili na nyinyi muwe mna biashara ya kudumu ya muda mrefu. Na moja ni maghala, na niwaombeni kaku, mrajisi, anzeni kufanya tathmini ya uhitaji wa maghala ya mazao yote, mpunga, pamba, tumbaku katika eneo lenu, na tuweze kujua tunahitaji maghala kiasi gani. Tuache yale mawazo ya kujenga maghala ya bilioni 7. Maghala yanawezekana kabisa kujengwa kwa gharama ndogo kabisa.
naye hapa Ndegesela, si anatengeneza yale prefabricated warehouse. Naye ingieni naye makubaliano, nyinyi wenyewe wenye AMCOS, muiteni mwambie sisi hapa tunazalisha tumbaku na pamba, njoo tupe ghala, banks zitakuja, mkubaliane namna ya kujenga na namna gani, kwa sababu wanaolipia ni wakulima siku ya mwisho hizi gharama za uhifadhi. Tumekubaliana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na watu wa bodi ya pamba, moja ya tatizo la pamba yetu, mkulima akivuna anaweka chini shambani, akitoa pale anaenda kuweka karibu na zizi la mbuzi nyumbani pale, mbuzi zitapita nini, pamba ikiondoka kwenda kule kwenye tela, inaenda kwenye godown ikiwa chafu. Mwaka kesho nimeshamwagiza mkurugenzi wa bodi ya pamba, tunaanza pilot project ya kuanza kuwagawia wakulima vifuko vya kuvunia. Mfuko wa kufanya nini? Na mfuko wa kuhifadhia pamba wa kilo 50. Na ile pamba itakuwa ina bin card ambayo inaonyesha usemi wa kijiji fulani nini, pamba yake kilo 50. Ndio inaenda kwenye jini. Ili kama ile pamba ina matatizo, tunamjua ni mkulima gani kule shambani, shamba lake lina shida. Sijui tumeelewana jamani? Nafanya kazi. Haya ndio maelekezo nimempa mkurugenzi wa bodi na sasa ameanza kuyafanyia kazi. Tutafanya baadhi ya maeneo kwa majaribio, tukifanikiwa vizuri tunafanya ni swala la mikoa yote 17 inayolima pamba. Sijui tumeelewana? Leo mkulima wa tumbaku yake ikiwa na shida ninamfahamu. Kwa nini wa pamba hatumfahamu? Na mwaka kesho kwenye pamba hamna ugalagaja. Yaani yoyote aliyoko kwenye sekta ya pamba anayetarajia mwaka kesho atafanya ugalagaja asahau. Kwa hiyo nataka niwaambie, Rais ametoa maelekezo, hakuna mtu kupangiwa bei za walaki. Si mmemsikia na yeye? Sasa kama tajiri kasema, kuna nani wa kukuingilia? Nendeni mkalime. Mungu katujalia mwaka huu mvua ni nyingi. Najua wakulima wa baadhi ya maeneo mahindi yao yameanza kubadilika rangi, yanakuwa mekundu, wanaolima kwenye maeneo ya kichanga. Lakini tunaweza kuvuna mpunga mwingi sana. Nataka niwahakikishie, limeni mkivuna, na sisi serikali tuna magari yetu ya kununua mazao. Hii sisi kama serikali tutanunua shilingi 500-550. Yeyote atakayekufuata shambani kule, wewe mkulima, mwambie kwanza una mzani, tuache mambo ya kuuza kwa magadala. Yaani tu ile kusema mwanampateleni ile baba ni baba. Ya. Lazima tuanze kupata thamani ya kazi yetu. Aje na mzani. Na nyinyi wananzengo muwe wakali. Wanunuzi wakija kule kijijini wawe na nini? Au nyinyi wenyewe tafuteni kijijini pale mzani. Anzisheni wenyewe magulio yenu pale kama hamna AMCOS. Wakija wanakuja pale wanapima kwa kilo. Mmenielewa jamani? Lazima tuanze kupata thamani ya kazi yetu, jasho letu. Na sisi serikali tunafanya jitihada ya kufungua masoko. NFRA atanunua na atauza. Ipo hoja inasemwa kwamba na kuandika, nadhani ameisikia, wanasema wenzetu wa upinzani hivi, haiwezekani NFRA iwe na mahindi machache. Nchi lazima sisi hatuipi fedha NFRA ikae nazo ndani. Tunaipa fedha NFRA inunue, ihifadhi na iuze. Inunue, ihifadhi, ifanyeje? Iuze. Haina sababu mnakaa na mahindi tani 200,000 NFRA
wakati kuna nchi ya Rwanda, Malawi, Zimbabwe, wapi wote wanataka mahindi. Eti sisi tunakaa nayo tu tunasubiri Tanzania kukiwa na njaa ndio tutagawa. NFRA ikiwa na fedha, swala la food security, usalama wa chakula, sio idadi ya magunia ulionayo, ni uwezo wa watu kununua chakula. Kwa hiyo tunaweza, NFRA ikiwa na fedha inaweza kuagiza chakula hata bara la Antarctica, kama wanalima huko kwenye barafu, tutaagiza mahindi yatakuja tu. Kwa hiyo mwaka kesho NFRA yenyewe itanunua, bodi ya mazao mchanganyiko watanunua na wao watauza kokote ambako kuna soko duniani. Hatutomfungia Mtanzania yoyote kuuza mazao yake nje ya nchi. Sio jukumu la mkulima wa nchi hii kubeba mzigo wa sekta zingine. Kama watu wanadhani kwamba mahindi yamekuwa ghali, ardhi ipo kubwa tu. Mimi kwangu Nzega ardhi imepungua, lakini kwa Ndikwa bado mapori mengi. Waende wakafyeke mapori walime na wao. Ni lazima kila mtu azalishe. Zalisha kwa familia yako, na mimi niwatake wakulima. Limeni, vuneni, uzeni ziada kinachohifadhini kwa ajili ya familia zenu. Mmenielewa wananzengo? Kwa hiyo nimalizie, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kusema kwanza niwashukuru sana kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwenye mkutano mkuu wenu. Na mimi mrajisi nikuombe, vyama vikuu vyote vya ushirika vinapoandaa mikutano mikuu nialike. Takuwepo, ni serious note. Lazima niwepo, kwa sababu tumedhamiria kujenga ushirika imara, na huu ndio mwelekeo wa serikali ya awamu ya 5. Tumedhamiria kufufua jineri ya Chato, tumedhamiria kufufua jineri ya Masungwe, tumedhamiria kufufua jineri ya Kaku, tumedhamiria kufufua jineri ya Manawa, tumedhamiria kufufua jineri ya Lugulu, tumedhamiria kufufua jineri ya Lugulu pale Itilima. Na mimi nataka niwaambie Watanzania hawa wananzengo wapo waaminifu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimeenda kwenye jineri ya Lugulu, nimeingia usiku, siku wamefunga ofisi, kile kiti cha ofisi ya manager kilikokaa ndio nimekikuta kimejaa vumbi na utandu wa buibui. Hawajaiba hata bolti. Nielewa, lakini wapo washirika waaminifu. Kwa sisi tumedhamiria ni lazima baadhi ya jineri ziinuke mwaka kesho, Mungu akitujalia. Na TADB imeshamaliza study, tutawekeza kwenye baadhi ya jineri ili ziwe mfano wa maeneo mengine. Lakini tumesema kama wizara tunahakikisha kwamba uzalishaji wa tumbaku uongezeke kutoka tani 70,000 mpaka tani 150,000 mpaka kufika mwaka 2025. Chai kutoka 37,000 mpaka tani 100,000. Pamba kutoka tani 350,000 mpaka tani 1,000,000. Korosho kutoka tani 300,000 mpaka tani 1,000,000. Jukumu letu sisi kama wizara katika uzalishaji huu ni kuhakikisha tunapambana kuongeza uwekezaji kwenye swala la maghala, kupunguza gharama za pembejeo, na hapa ndio tunajadili swala la bulk procurement. Na niwaombe nyinyi watu wa tumbaku, mwaka kesho tengeni shilingi 400 kwa kilo ili tupate zaidi ya bilioni 28 mpaka 32 ili tuwe na fedha yetu, tuache kukopa kwa riba kubwa hizi. Na niwaombe CRDB, Azania, NMB, nendeni mezani mkaangalie kuwapunguzia riba hizi. Angalieni namna ya kupunguza, kwa sababu sisi kama kilimo na nyinyi benki tunategemeana. Tumbaku hawa default. Au mna experience ya kudefault tumbaku, ndugu zangu wa mabenki? Sio nalipa mikopo yao vizuri. Sasa kwa nini hamna riski hapa? Free risk area. Wana contracts tayari.
JTI si mmeshawapa contract wakulima, Alliance mmewapa, si ndio? Wote so wametoa contract tayari za mwanzo. Sasa kuna shida gani? Una cap interest juu pale ambapo kuna huge risk. Hawa tayari bei inajulikana, soko linajulikana, una riski gani? Kawapunguzieni riba kabisa kabisa. Na mimi hizi benki tatu ukiongeza na TADB, benki 4, mimi nazitafsiri kama benki za sekta ya kilimo, na tunawaahidi sisi serikalini, hasa Wizara ya Kilimo, kufanya kazi very closely na nyinyi kuhakikisha kwamba tunaenda hatua kwa hatua, makosa yaliyowahi kutokea huko nyuma hayajirudii, defaulting zinakosekana, tunatengeneza mfumo mzuri wa kuhakikisha fedha zikikopwa zinarudi benki. Huu ndio mwelekeo. Nimalizie tu, wananchi wa Ushetu, hebu nyosheni mkono. Huyu jamaa kaka yangu hapa, wakati wa matatizo ya pamba na tumbaku, yani ilikuwa simu, Hussein mnamaliza lini jamani? Wakulima wangu. Huyu ndugu pamoja na mambo ya kuhangaika na mabarabara, na mimi nikawa natumia nafasi hiyo, akinipigia kuhusu tumbaku naambia sasa kaka, na mimi Nzega kuna barabara hapa. Niwaombe tu, pamoja na majukumu yake ya naibu waziri wa miundombinu, lakini kuandikwa nampigia debe tu. Tawashangaa sana kija 20 alafu kuandikwa hayupo. Sasa wasukuma tuza aliko miatoni ndio taishia hapo, lakini ni mtu ambaye yuko very committed kuhakikisha kwamba matatizo ya wakulima wake yanashughulikiwa. Anasema sana pale ambapo sasa ukishakuwa naibu waziri au waziri, huwa tunaongea kwenye corridor, hauwezi kusema tena mule ndani ya bunge. Kwa hiyo kuandiko utamsikia Hussein, hazijanunuliwa tumbaku jamani, inakuaje? Ambaye bwana bado tunahangaika. Lakini sasa naamini ni zamu yangu mimi kumdai barabara kwa sababu tumbaku zake zote zinanunuliwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niwaahidi tu na niwatake wakulima wa tumbaku, sisi kama serikali, sekta ya kilimo, tumeamua kwa dhati kabisa, waziri wangu, naibu mwenzangu Omar Mgumba na watendaji wote wa wizara, dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba mkulima anapata nafuu ya gharama za uzalishaji, lakini anapata soko la uhakika la mazao yake. Na ili kuondoa haya matatizo, moja ya tatizo kubwa ilikuwa ni kusafirisha mazao ya kilimo kutoka Tanzania kupitishia bandari yetu. Tumeanzisha kituo, tunawashukuru sana Wizara ya Viwanda na Biashara. Kuna eneo maalum litakuwa pale Kurasini, litaitwa Kurasini Agro Logistic Hub. Mazao ya kilimo yote yatakuwa yanapitia pale, na kupunguza ukiritimba wa kusafirisha kupitia bandari ya Dar es Salaam. Hii tumeshafikia mwafaka na lile eneo limeshapatikana. Nimemuomba ndugu yangu Ino waziri, nikamwambia kaka, ukitupa sisi kilimo pale eka 10 mpaka 15, watu wetu wa kilimo watakuja kujenga wenyewe magodauni yao. Hawa Alliance, JTI, nani wanaosafirisha tumbaku wataenda kujenga wenyewe magodauni pale. Itakuwa rahisi kufanya staffing, na pale itakuwa ni one stop center. Watu wa TPA watakuwepo, watu wa TRA watakuwepo. Kutakuwa hakuna ukiritimba wa kusafirisha mazao ya nini, ya kilimo kwenda nje. Najua hapa Kahama kulikuwa kuna uanzishwaji wa soko la mazao ya chakula, na ule mradi umeishia njiani. Nataka nikuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutahakikisha mradi ule unakamilika. Kwa kuna uwezo mimi ningelibeba lile nikaliweka Nzega, bali angalau soko lile Nzega. Tusafirisha tutangulia watu wa Kahama. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba lile soko linakamilika. Fedha za serikali zilishaanza kuingia pale, soko halijakamilika, tutalipitia
na tutaagiza wataalam kuhakikisha kwamba soko lile linakamilika. Nitaongea na Tanzania Agricultural Development Bank ili soko lile la mazao lianze Kahama, ili tuuze mboga. Kwa mimi nimalizie kuwashukuru sana kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni wenu, lakini nataka niwaambie kwamba tumbaku tumemaliza kuuza, si ndio jamani? Si tuko dakika za mwisho kumalizia stand. Tutamuuzia yoyote atakayekuja mwaka kesho. Nyinyi nendeni mkalime. Basi kazi yenu ni kulima, kupata ubora. Ndio mnachotakiwa kufanya. Mengine sisi tutakuwa tunahangaika nao, ili muweze kupata uchumi na tuweze kuwekeza katika eneo letu. Nawashukuruni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi!